tukatazama kwenye mitandao, tulikuwa tukiona baada ya mechi mambo yakawa kama hivi ambavyo tumeyaona Nsajigwa. Ni mechi ambayo inaonekana muamuzi namna ambavyo aliichezesha, haya matokeo yanaaminika hayakuwa fair kwa mujibu wa vijiwe vya kidigitali vya michezo. Nadhani msimu huu mechi za Simba nyingi zikiisha maamuzi yamekuwa ni story kubwa kuliko wachezaji, na hii haitokea kwa bahati mbaya kutokana na mfululizo wa haya makosa ambayo yamekuwa yakijirudia. Si kwamba ni mechi zote huwa za Simba waamuzi wanakuwa hapo sawa, lakini kuna michezo mingi sana ambayo imekuwa ikitokea. Nikirudi kwenye mchezo wa jana, kuna makosa kadhaa ambayo mwamuzi Ersasi pamoja na wasaidizi wake hawakuweza kuyaamua ipasavyo kulingana na sheria 17 za soka. Tukio la kwanza ambaye amegusia hapo bwana David Ouma ni issue ya challenge ile ya Chamu Karabu kwenda kwa Jonathan Soa dakika za mwishoni ni kipindi cha kwanza. Ile challenge baada ya kuiona kwenye TV pia mimi nilizani mkwaju wa penalty, lakini baada ya kuirudia vya kutosha ile kwangu nikajisikia haikuwa penalty. Ni contact ambayo ni ya kawaida kwenye mpira, kwa sababu tunajua mpira ni mchezo wa kugusana. Kwa hiyo huwezi kuzuia mgusano. Lakini kitu ambacho mimi nilikuwa nakiangalia kwenye ile mgusano wa ule mkono wa Chamu kwenda kwa Jonathan Soa ndio ule mfanya yeye aanguke. Nikiangalia baada ya kulima kadhaa nikaona ni contact ya kawaida, lakini penalty ya pili au tukio la pili ambalo pia alikuwa Jonathan Soa kwa mara ya pili, lile kwangu mimi ndio lilipaswa kuwa mkwaju wa penalty. Tukio ambalo alikuwa ni Shemalon, ile alienda kumvaa mgongoni na akaanguka naye paka chini aweza kumwachia. Ile kweli ilipaswa kuwa penalty kwa upande wa Singida, na kadi nyekundu pia itakiwa itoke kwa Shemalon, alikuwa mtu wa mwisho, lakini pia aliweza kudia nafasi ya wazi ya Jonathan Soa kuweza kufunga bao. Kwa nia hilo kweli Singida waliweza kuna namna ambavyo kidogo waliweza kuonewa, lakini pia kulikuwa na matukio mengine madogo hizi fouls ambazo wangeweza kuzipata maybe nje ya box ambazo mara kadhaa bwana Ersasi alikuwa hapulizi filimbi. Kwa kuna eneo ambalo kwa kiasi mechi unaweza kusema Ersasi iliweza kumshinda. Sasa kuna matukio makubwa ambayo yanaweza kaamua mchezo moja kwa moja, lakini pia Calvin Nation ndiye pia ambaye hakutakiwa kumaliza mchezo kwa sababu mwanzo alipata kadi ya njano, lakini baada ya kupata kadi ya njano ya kwanza baadaye zile dakika za nyongeza kipindi cha kwanza pia aliweza kufanya foul moja na alimvamia kama ni Kagoma yule. Yes, alitakiwa apate kadi ya njano ya pili ambayo ilikuwa ni kadi nyekundu, lakini hakuweza kutoa. Kwa hiyo ni shida ambazo kadhaa ambazo zimeweza kuharibu kiwango cha Ersasi, lakini kwa matukio mengine kwa kiasi kubwa alienda sawa. Kwa hiyo jana katika maxi 10 mimi naweza nikampa 4.5 mpaka 5. Kwa maana yake anafika nusu lakini avuki pale kwenye 5 kwenda kwenye 6. Kwa performance yake ilikuwa nzuri sana kwenye mchezo. Wakanda, mechi ilikuwa nzito, mechi ilikuwa ina intensity hali ya juu kwenye level ambayo labda tunaweza tukasema kwamba mwamuzi alishindwa kuendana na kasi ya mchezo, ilikuwa ina matukio mengi. Au tuseme tu kwamba huu mchezo Ersasi alikuwa na kiwango cha chini, alikuwa na kiwango kibovu cha uchezeshaji. Kuna issue hapa ya performance and incompetence. Namna ambavyo Ersasi alishindwa kusimamia ule mchezo. Kwenye issue ya tempo, kuna muda mchezo ulikuwa hauhitaji labda kusema mwamuzi wao una kasi kubwa mno kwenda kulingamua kama tukio ni foul ama sio foul, lakini kwake yeye kwenye issue ya performance yake alikuwa na performance moja ya chini sana. Na kwangu kwenye matukio makubwa ambayo labda hata tukizungumza issue ya tempo ama issue ya kasi ya mchezo kwa namna ambavyo ilishindwa kuathiri yeye kuyatazama vizuri, tukio la kwanza ni la Kevin Nation ambalo ile Nation alicheza matukio zaidi ya 3 ambayo hakuwa na intention ya kwenda kufuata mpira, bali alikuwa na aggression kwenye mwili wa mpinzani. Nation I think alistahili kadi ya pili ya njano ambayo inge result kwa kadi nyekundu na yeye angeweza kwenda nje kupumzika. Lakini tukio lingine ni tukio la mikwaju miwili ya penalty. Kwangu mimi I think Singida alistahili penalty 2 siku ya jana. La kwanza ni hilo ambalo Jonathan Soa alidondoshwa na Chamu kwenye eneo la 18, na la pili ni lile ambalo alimchezea Chemalon Fondo. Kwangu mimi kwa nini naanza na hili tukio la kwanza na naamini ni penalty? Sequence ya matukio baada ya Jonathan Soa kudondoka ilikuwa controversial vibaya mno, kwa sababu Jonathan baada ya kudondoka kwenye eneo la 18 Ersasi alipuliza firimbi na mchezo ukasimama.
Kwa nini alipuliza filimbi? Ndio kipindi cha kwanza. Kwa nini alipuliza filimbi? We never know. Lakini baada ya restart, ali-restart kwa drop ball. Kwa sababu kama Jonathan angekuwa amejidondosha kwenye eneo la 18, kadive, niliamini anastahili kupewa kadi ya njano. Hakutoa hiyo kadi ya njano. Lakini pia kama amedive Jonathan Soa, restart ilibidi iwe indirect free kick. Tunarudi kwa Singida kwa kutumia indirect free kick. Lakini yeye aliweka drop ball na alisimamisha mchezo instantly baada ya Kamara tu kuudaka ule mpira. Kwa hiyo kwangu sielewi kwa nini alikuwa na mfululizo wa matokeo. Ndio maana nasema alikuwa very controversial. Kwangu ile contact ilikuwa ni contact ambayo Chamu alistahili kupata kadi, tena sio njano, ni kadi nyekundu straight, kwa sababu alideny a clear goal scoring opportunity. Jonathan anaenda kufunga, alimchezea technical foul kwa kumzuia kwenye eneo la bega. Ile contact haikuwa na intention ya kumcheza mpira, bali ilikuwa ni intention ya kuzuia mwili wa Jonathan. Hiyo disturbance kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi tukio la kwanza lilistahili penalty na kadi nyekundu. Tukija kwa tukio la Che Malone Fondo, the same incident. Che amezunguka na Jonathan Soa. Jonathan ameingia kwenye eneo la 18. Che akiwa hana nia ya kugusa mpira, alimkumbatia Jonathan Soa akitokea nyuma. Alipokumbatia Jonathan akadondoka chini na Che Malone Fondo. Lakini risasi akamwambia nyanyuka tuondoke. Kuna tukio lingine lilikuwa la Shomari Kapombe pamoja na Maruf Shakei. Maruf alitumia skills kumbeat Shomari ambaye alikuwa aggressive kwenda kumkaba. Mpira ukaenda, Kapombe akamvaa Maruf Shakei, lakini mwamuzi akasema akatunyanyua tuondoke. Kwa hiyo kwenye hayo matukio huwezi kusema kwamba ni issue ya tempo ya mchezo. Ni matukio ambayo yalikuwa very clear. Matukio kwa mfano ya mwanangu Kevin Nation kuwapiga wachezaji wa Simba viwiko. Yaani haikuhitaji hata kusema kama ile ya mwisho ya Kagoma, ile kama ilikuwa yani ingekaa vibaya kwa ngumi ile. Yaani ni matukio fulani ambayo ukiangalia tu hivi clear unasema mbona hapa mtu kapigwa. Kwa hiyo ni competence tu ya resources. Kwamba of course matukio ni mengi na yametokea. Kuna time Singida itakiwa apate adhabu kama ambavyo pia Ouma kasema. Kuna mengine ilikuwa kwa upande wa Simba, ingawa kwa Simba kuadhibiwa yaonekana ndio ilikuwa mengi zaidi. Ni kwamba Simba ina bahati na waamuzi. Simba inapendelewa na waamuzi, au waamuzi wetu wana uwezo mdogo. Katika maeneo matatu ni waamuzi uwezo mdogo, Simba ina bahati au Simba inapendelewa, kwa sababu kuna ule msemo unasema Simba asipocheza amna keleza waamuzi. Simba akicheza au ni kismart tu Simba anacho. Mfululizo wa hili tukio, hili tukio kwangu ni very controversial kuanzia hata mechi kabla haijachezwa. Kabla ya mechi, kwa taarifa nilizonazo, mwamuzi alipaswa kuwa Amina, ambayo ndio alipaswa kuchezesha mchezo. Yes. Lakini kulikuwa kuna change quota ya waamuzi na mwamuzi akawa ni Herisasi. Herisasi ninayemzungumza aliyechezesha mechi ya jana, alichezesha mechi ya mwisho ya Simba kwenye ligi kuu. Kwa ina maana Herisasi amechezesha mechi 2 mfululizo za klabu ya soka ya Simba. Jana kwa bahati nzuri wakati tunalizungumza hili, Wastara alikuwa amekaa hapo napo ulipokaa Ibra, na alimpigia moja kati ya viongozi wa kamati ya waamuzi. Sitomtaja jina. Alimpigia kiongozi, hatukwenda naye on air, ilikuwa ni off air. Tulitaka atueleze kwa nini Herisasi amechezesha mechi 2 mfululizo za Simba. Katika kitu alichotujibu mpaka sasa hivi sijui kwa nini alijibu vile. Alisemaje? Alituambia mbona Kamara amecheza mechi 2 mfululizo? Yaani mchezaji kacheza. Yes, mbona mchezaji amecheza mechi 2 mfululizo, waamuzi anachezesha mechi 2 mfululizo. Huyu ni kiongozi wa kamati ya waamuzi, anatujibu hivi kwamba mbona goalkeeper anacheza mechi 2 mfululizo, kwa nini mwamuzi asichezeshe mechi 2 mfululizo za timu moja? Kwa hiyo ugundua is a very controversial issues. Kwa hiyo kwenye hizi taarifa za marefari kuwa na sehemu kwenye ushindi wa Simba, hatuwezi kudinai by the way. Ni kitu ambacho kipo wazi. Naweza nikakaa hapa nikakwambia sio kweli, lakini mtu atanipa reference. Tunarudi game ya juzi tu hapa ya Mashujaa, tunaona matukio ya aina hii. Kwa hiyo kwangu mimi kumekuwa kuna huu mfululizo wa baadhi ya timu kupata faida ya waamuzi. Na ndio maana kwangu mimi hata leo Wakanda unasemaje? Simba ina bahati na waamuzi, Simba inapendelewa, au waamuzi wetu wana uwezo mdogo? Waamuzi wetu, uwezo mdogo wa waamuzi wetu unapelekea Simba na Yanga kupata faida ya maamuzi. Leo hii ndio nilikuwa nataka niseme kwamba leo hii mimi mtu akija akiniambia kwamba ligi yetu haina intensity, siwezi kumuelewa. Kwa sababu kuna siku Simba anakutana na challenge ambayo inatakiwa apoteze game. Kuna siku Yanga anakutana na challenge ambayo anatakiwa kabisa huyu apoteze game.
mwamuzi anatoka anampa penalty, mwamuzi anatoka na wanyima wapinzani magoli, mwamuzi anatoka hapa anaweka offside ambazo sio sahihi. Kwa hiyo kwangu mimi I think kumekuwa kuna hii controversial issues ambazo hasa kwenye huo mchezo wa jana Singida kwangu amepoteza game ambayo hakupaswa kupoteza kwa sababu ya matukio ambayo mwamuzi Risasi alishindwa kuyatafsiri.